Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 18 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Naendelea kukumbusha tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea taarifa muhimu kutoka katika maeneo mbalimbali zikiwemo habari za usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya kisiasa, masuala ya kijamii pamoja na taarifa za kiuchumi na kibinadamu zinazosiri maisha ya wananchi kila siku. Basi endelea kuwa nasi ili kufahamu kwa undani yale yote yanaendelea karibu nawe katika ukanda wa maziwa makuu. Na endelea kukumbusha kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Kabla chochote ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare. Na kwa lugha nasema kujiabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aidha mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 18 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza siku ya leo Jumamosi tarehe 18 Aprili kugunduliwa kwa ghala jipya la silaha linalodaiwa kumilikiwa na wanamgambo wa SRP katika eneo la Njugu mkoani Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ugunduzi huo umefanyika wakati wa operesheni za kusafisha na kurejesha usalama zinazoendelea katika sehemu hiyo ya nchi. Kwa mujibu wa msemaji wa sekta ya operesheni za kijeshi Ituri, Luteni Jile Ngongo, silaha zinazopatikana ni pamoja bunduki 10 aina ya AK-47, magazini 27 zenye risasi tayari pamoja na idadi kubwa ya risasi za kivita. Akizungumzia Jumamosi, Luteni Ngongo alieleza kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinavyoendesha operesheni katika wilaya Njugu vinaendelea na juhudi za kusaka na kuwasaka wanamgambo katika maeneo ya Bule na katika sheferi ya Mambisa. Operesheni hizo zimekuwa zikiimarishwa siku hadi siku ili kuhakikisha makundi yote yenye silaha yanadhibitiwa. Ameongeza kuwa kati ya tarehe 7 hadi tarehe 18 Aprili, operesheni maalumu zinazofanyika katika eneo la Bahema Baguru zimewezesha kukamatwa kwa silaha hizo ambazo kwa mujibu wa jeshi linahusishwa na kundi la SRP linalodaiwa kuwa na uhusiano na uasi wa M23. Katika maelezo yake, Luteni Jile Ngongo alisitiza kuwa silaha hizo zilikuwa zimefichwa kwa ustadi mkubwa katika maficho maalumu, jambo linaonyesha kuwa namna makundi hayo yanaendelea kujipanga kwa siri katika ndani ya jamii. Msemaji wa jeshi pia ameeleza kuwa mafanikio yametokana na kwa kiasi kikubwa kwa ushirikiano wa karibu kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wananchi wa eneo hilo, hasa vijana wa Bahema Banguru ambao wamekuwa mstari wa mbele kutoa taarifa muhimu kwa vyombo vya usalama. Amesema ushirikiano huo umewezesha kufichuliwa kwa maficho kadhaa ya silaha na kusaidia jeshi kuchukua hatua za haraka dhidi ya makundi yenye silaha yanotisha usalama wa raia. Wakati huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetoa wito mkali kwa wapiganaji wa kundi hilo kuweka silaha chini na kujisalimisha kwa hiari. Limeahidi kwamba wale wote watakochagua njia hiyo watahifadhiwa maisha yao na kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria. Hata hivyo, jeshi limeonya kwa wazi kuwa wale wataendelea kupinga operesheni za kijeshi na kuendelea na vitendo vya walipo watakabiliwa kwa nguvu ya jeshi na kudhibitiwa bila kusita. Ujumbe maalum umetolewa kwa Thomas Rubanga na wafuasi wake kumtaka kujisitisha mara moja na vitendo vya burugu vinavyoendelea kuasiri maisha yale wasiokuwa na hatia katika eneo hilo. Jeshi linasisitiza kuwa kuendelea na mapigano ni kupoteza muda wa maisha, hasa katika wakati ambako jamii nyingi zimeanza kushirikiana na serikali kurejesha amani. Kwa sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limethibitisha kuwa litaendelea na operesheni zake za kusaka makundi yenye silaha katika eneo la Njugu ambalo limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya wanamgambo licha za jitihada zinazoendelea za kurejesha utulivu na usalama. Hofu, mateso na ukatili ndivyo maisha yanavyoendelea ndani ya kambi za mafunzo ya kijeshi za waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na vyombo vya habari, mamia hadi maelfu ya raia wanaodaiwa kukamatwa kiholela katika mitaa maeneo ya Kivu Kaskazini na kupelekwa kwa nguvu katika kambi za kijeshi tangu kuanguka kwa mji wa Goma mnamo Januari mwaka 2025. Waathirika waliofanikiwa kunusurika wanasimulia hali ya kutisha wanayopitia. Wanasema baadhi yao wanateswa, wengine kuuawa na wengine kupotea kabisa bila kujulikana walipozikwa. Miongoni mwa manusura hao ni mtu anayefahamika kwa jina la Claude aliyekuwa kiongozi wa eneo hilo fulani katika Kivu Kaskazini. Kwa sauti ya huzuni na maumivu anaonyesha makovu makubwa mwilini mwake, ushahidi na mateso anayopata baada ya kukataa kutii amri ya kambi hizo. Kwa mujibu wa simulizi zake, Jean-Claude ni mmoja wa watu maarufu miongoni mwa Wakongomano waliolazimishwa kujiunga na kundi la uasi M23, muungano wa kisiasa unaopingana dhidi ya serikali ya Kinshasa. Kundi hilo linadaiwa kupanua maeneo yake ya udhibiti kati ya Januari na Februari mwaka 2026 likitoa mji mikubwa ikiwemo Bukavu na Goma. Katika juhudi za kuimarisha nguvu zake za kijeshi, M23 imekuwa ikiendesha kampeni za kuja kuajiri wapiganaji wapya kwa hiari au kwa nguvu, wakichukua au kuwapelekwa katika kambi za mafunzo kama Rumangambo na Chanzo, ambako hupitia mafunzo makali ya kijeshi kwa muda wa miezi kadhaa. Mnamo Oktoba mwaka 2025, kiongozi wa kijeshi wa kundi hilo Sultani Makenga alitangaza kuhitimu kwa karibu wapiganaji 10,000 waliopata mafunzo wakijiunga na jeshi la uasi linalojulikana kama ARC kwa lengo la kupambana na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na makundi ya wazalendo wanaoiunga mkono serikali. Hata hivyo, nyuma mafunzo hayo kuna simulizi zito za kiukwaji wa haki za binadamu. Mashahidi wanazungumzia kunyimwa chakula, adhabu kali za viboko, mateso ya mwili na hata mauaji ya papo hapo kwa wale wanaojaribu kutoroka au kukataa kushiriki. Uchunguzi unaonyesha kuwa watu wengi hukamatwa bila sababu za msingi, mara nyingi ishara kama mchoro wa tattoo, makovu au hata mwili wenye misuli utafsiriwa kama dalili za kuwa wanamgambo. Mfano ni kijana mmoja mfanyabiashara miaka 22 anajulikana kwa jina la Amani alikamatwa baada ya kushiriki mchezo wa kamari mtaani. Askari walimtuhumu kwa kuwa mwanachama wa makundi ya wazalendo kutokana na muonekano wake. Rafiki yake alikimbia, alipigwa risasi na kufariki papo hapo. Kwa mujibu wa mwanaharakati wa haki za binadamu walioko Goma, vitendo hivyo vya uandikishaji wa nguvu na uwajibikaji wa haki ni jambo la kawaida kwa makundi mengi yenye silaha mashariki mwa Kongo, lakini M23 inaonekana kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuendesha operesheni hizo kutokana na rasilimali zake. Historia ya mgogoro ndefu ikianza zaidi ya miaka 13 iliyopita, ambako makundi mbalimbali yamekuwa yakipigania udhibiti wa eneo hilo. Miongoni mwa uwepo wa makundi ya Force Democratique de la Liberation du Rwanda FDLR inayoundwa na wahusika wa mauaji ya kimbari ya Rwanda mwaka 2024. Leo mvutano unaendelea huku viongozi wa kisiasa wakitoa kauli za kupanua mapigano hadi maeneo ya mbali zaidi ikiwemo miji mkuu wa Kinshasa. Katika mazingira ya raia wa kawaida ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mateso, wakikamatwa, wakilazimisha kubeba silaha na kupoteza maisha yao bila hatia. Hadi sasa simulizi za manusura zinaendelea kufichua ukweli mchungu wa kile kinachoendelea ndani ya kambi hizi, mahali ambako wengi huingia bila hiari, lakini si wote wanafanikiwa kutoka wakiwa hai. Takriban wanamgambo 356 wakiwemo wanawake 10 kutoka makundi mbalimbali yenye silaha wamejiunga tangu tarehe 2 Aprili na mpango wa kuachana na silaha unaojulikana kama Programme de Désarmement, de Mobilisation et Réinsertion Communautaire et Sensibilisation katika mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa kitengo cha mawasiliano cha uratibu wa mkoa wa programu hiyo, wakati wa zoezi hilo wanamgambo wao waliwasilisha jumla ya silaha 96 pamoja na kiasi kikubwa cha risasi. Shughuli hizi zinafanyika katika mfumo wa ziara maalum ulioandaliwa na uratibu wa programu hiyo kwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kupitia kanda ya kijeshi ya 32. Operesheni hiyo ilifanyika katika maeneo mbalimbali ya wilaya za Irumu, Njugu na Mahagi. Wanamgambo wanahusika wanatoka hasa katika makundi ya kujinda pamoja na harakati kama Mapi na Chini ya Tuna, wakitambuliwa kati ya tarehe 2 hadi tarehe 14 Aprili katika vijiji kadhaa ikiwemo Pilito, Lopa, Kilo, Mabanga, Berunda, Bilingina na Sere. Katika hatua ya kuwezesha kurejea katika maisha ya kawaida, wapiganaji hao wa zamani wamepewa ahadi za kudhibitisha kuachana na silaha, hatua na waruhusu kusafiri kwa huru na kuanza tena shughuli zao za kila siku, huku wakisubiri kuingizwa katika miradi ya kijamii na kiuchumi. Vile vile wanamgambo 32 kutoka kundi la kujilinda katika eneo la Mabanga ambao kuwa bado wamejisalimisha wamepokea nyaraka zao rasmi na kutambua kama waliolazimika mchakato wa amani wa awali wa demobilisation. Kwa mujibu wa uratibu wa programu wa shirika wa kimataifa kiwemo Organisation Internationale pour l'Immigration,
tayari wameanza mchakato wa kuwabaini walengwa ili kuwaunganisha na programu za kuwajengea maisha mapya. Miradi hiyo inalenga kuwapatia shughuli za kujitegemea katika sekta mbalimbali kama ufugaji, kilimo, useremala na ufundi mitambo, kwa lengo la kuhakikisha wanajitegemea na kuepuka kurejea katika makundi ya silaha. Tangu kuanza kwa mpango huu mwezi Aprili mwaka 2023, takriban wanamgambo 2000 tayari wameweka silaha chini na kujiunga katika programu hiyo katika mkoa wa Ituri, ambako kwa mujibu wa mamlaka wengi wao tayari wameanza kuunganishwa tena na jamii zao. Urusi umetaka jamii ya kimataifa kuimarisha uratibu wa juhudi za kidiplomasia zinazoendelea ili kurejesha amani katika ukanda wa maziwa makuu, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia wakilishi wake wa kudumu katika Umoja wa Mataifa, Moscow umesisitiza umuhimu wa kuunganisha mchakato yote ya amani, ikiwemo Washington, Doha pamoja na juhudi za Umoja wa Afrika ili kupata suluhisho la kudumu la mgogoro huu. Akizungumza tarehe 15 Aprili katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, naibu mwakilishi wa kudumu wa Urusi alikumbusha kuwa azimio namba 2773 la baraza lilitoa mapendekezo ya kisiasa na kusaidia utulivu hali ya usalama bila masharti magumu ya awali. Hata hivyo, alieleza kuwa kwa vitendo nchi mbili zinazohusika moja kwa moja katika mgogoro, yaani Kigali na Kinshasa, zinaonekana kupuuza baadhi ya masharti muhimu kama kusitisha mapigano na kuachana kuunga mkono makundi yenye silaha. Urusi pia imepongeza juhudi za upatanishi zinazoongozwa na waziri mkuu wa Togo pamoja na kundi la wapatanishi, ikiwa imekiri kuwa hatua hizo zikifikiwa hadi sasa bado hajatoa matunda yanayoonekana. Moscow imeunga mkono juhudi za Angola katika kuanzisha mazungumzo ya ndani kati ya Wakongomani pamoja na kazi ya mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na kusukuma mbele upatanishi wa kikanda. Urusi wamesisitiza kuwa ni muhimu juhudi zote za amani zilenge pia kushughulikia chanzo halisi cha mgogoro, ikiwa ni pamoja na kurejesha mamlaka dola katika maeneo yenye migogoro na kuhakikisha makundi yenye silaha yanaachana na mapigano. Hata hivyo, licha juhudi hizo za diplomasia, hali ya usalama mashariki mwa Kongo bado inaendelea kuwa tete. Ushiriki wa rais wa Marekani Donald Trump katika mchakato wa Washington pamoja na makubaliano yaliyotiwa saini na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame bado hajaleta mabadiliko makubwa katika uhalisia wa uwanja wa vita. Pande zote zinazohusika zinaendelea kutumiana kwa kukiuka makubaliano, hali inayochochea kutokuaminiana na kuendeleza mvutano wa kisiasa na kijeshi. Wakati huo mazungumzo ya Doha kati ya serikali na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea, inaungwa mkono na Rwanda inaendelea kuwa ya kusuasua licha kuanzishwa kwa duru mpya ya majadiliano nchini Uswisi. Kwa ujumla, wito unaendelea kutolewa kwa pande zote kuheshimu makubaliano yaliyofikiwa ili kupunguza pengo loko kati ya juhudi za kidiplomasia na hali halisi ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Duru 9 ya mazungumzo kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 imekamilika baada ya karibu wiki moja majadiliano katika nchi ya Uswisi bila kutiwa saini kwa itifaki ya tatu ya makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa mwaka uliopita mjini Doha. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, pande zote mbili zimeripoti kupatikana kwa hatua fulani ya maendeleo, hususan katika suala la kuachiliwa kwa wafungwa na kuweka kwa mifumo ya kufuatilia utekelezaji wa ushitaji wa mapigano. Katika makubaliano sasa, kila upande unaotakiwa kuchukua uhuru wa kuwafungua ndani ya kipindi cha siku 10. Kwa jumla wafungwa 311 kutoka upande wa waasi wa M23 na 166 kutoka upande wa serikali wanahusika na hatua hiyo. Natarajiwa kwa ujumbe wa kwanza kwa chombo cha pamoja cha ufuatiliaji na usitaji vita utaanza kazi zake uwanjani ndani ya siku moja ijayo, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha makubaliano yanaheshimiwa na pande zote. Hata hivyo, mazungumzo haya hayatakuwa mepesi, kwani sehemu kubwa ikijikita katika kujadili masuala yaliyokuwa yamechelewesha kutekelezwa kwa miezi kadhaa, licha kuwa yalikuwa tayari yamekubaliwa awali. Jambo kalo baki ni kushindwa kufikiwa kwa makubaliano ya mwisho kuhusu itifaki ya tatu inahusu upatikanaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na ulinzi wa kisheria kwa wahusika wa mgogoro. Ingawa pande zote zimedai kuwa kuna maendeleo katika eneo hilo, bado hakuna hati rasmi iliyotiliwa saini hadi sasa. Makubaliano ya mfumo yaliyofikiwa Doha yanajumuisha jumla itifaki 8, lakini hadi sasa ni itifaki 2 tu ndizo zimekamilika rasmi. Anaonyesha kuwa safari ya kufikia suluhisho la kudumu bado ni ndefu. Shambulio la kinyama dhidi ya raia wasiokuwa na hatia limeripotiwa kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako watu kadhaa wamejeruhiwa na wengine kutoweka baada ya kushambuliwa wakiwa safarini. Tukio hilo limetokea katika barabara kuu ya taifa namba 4 maarufu kama RN4 katika mkoa Chopo, kati ya kilomita
560. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya mamlaka za mkoa huo, shambulio lililenga hasa basi la abiria aina diesel ilikuwa ikisafirisha raia. Kwa mujibu wa vyanzo vya serikali ya mkoa, watu kadhaa wamejeruhiwa kwa risasi, huku wengine wakiripotiwa kutoweka, hali inayozua hofu na sintofahamu kubwa kwa familia za waanga. Akizungumza kupitia taarifa iliyosainiwa na msemaji wake Bwana Michel Lumumba Biyambe Longange, gavana mkoa alilahani vikali tukio hilo, akilitaja kuwa ni shambulio la kikatili na lisio na utu dhidi ya raia. Mamlaka zimeeleza kuwa tayari zimechukua hatua za haraka ili kukabiliana na hali ya usalama inayozidi kuzorota katika eneo hilo, hasa kwenye barabara hiyo muhimu inaunganisha maeneo kadhaa ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, uchunguzi wa kina umeanzishwa mara moja ili kubaini waliohusika na kuhakikisha wanakamatwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Wakati huo, vikosi vya ulinzi na usalama vimetumwa katika eneo hilo la tukio ili kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kutokea. Serikali ya mkoa imesitiza dhamira yake ya kuwatafuta wahusika na kuwahalifu au hadi wakamatwe, huku ikihakikisha wananchi kuwa juhudi zote zitafanyika kurejesha utulivu katika ukanda huo. Wito umeendelea kutolewa kwa wakazi wa eneo hilo kuwa macho na kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama, hasa kwa kutoa taarifa yote inayoweza kusaidia kuzuia matukio kama hayo siku zijazo. Kwa sasa linaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku familia za waliopoteza zikiendelea kusubiri taarifa za wapendwa wao katika tukio ambalo linaweza nalongoza orodha ya mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo yenye changamoto za kiusalama nchini. Waziri wa michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kiongozi wa kundi la kisiasa la Autre Vision du Congo Didier Bundimbu amekataa rasmi ombi ya kujiunga kwa kundi hilo lilowasilishwa na Lumumba Veya, mmoja wa watu maarufu katika ulimwengu wa mashabiki wa soka nchini DRC. Kwa mujibu wa maelezo yake, Didier Bundimbu amesema uamuzi wa hujalenga kumzuru mhusika, bali unalenga kulinda taswira yake mbele ya umma. Amesitiza kuwa ni vyema kuwa Lumumba Veya kuendelea kubaki katika nafasi yake ya kutegemea upande wowote wa kisiasa. Alijibu swali kuhusu sababu za kukataa ombi hilo. Kiongozi wa AVC alisema wazi kuwa napendelea abaki na msimamo wake wa kutokuwa na upande wa kisiasa, akimaanisha umuhimu wa kuhifadhi hadhi ya kijamii na mhusika huyo kama kiongozi wa mashabiki. Uamuzi unaonekana kuonyesha namna baadhi ya wanasiasa wanavyotaka kulinda mipaka kati ya siasa na michezo, hasa kwa watu wenye ushawishi mkubwa katika jamii kama Lumumba Veya. Kwa sasa ijulikani ikiwa Lumumba Veya atachukua hatua nyingine ya kujiunga na kundi lingine la kisiasa, wataendelea kubaki nje ya kisiasa kama ilivyopendekezwa. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 18 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tunaendelea kukuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwako mpendwa msikilizaji na mtazamaji ambao unaendelea kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo na ambao kila siku unaendelea kutuunga mkono. Niendelea kujuza tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza vile vile unajiunga nasi kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi kabla kuondoka ningekomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kitu chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aidha mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye title ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka mara moja kujiunga pamoja nasi kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itaresha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa tunapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, sina la ziada la tuacha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 18 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nene Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi tunatakie jioni njema na usiku mwema, na nikwaje tena tukanane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, usiku mwema, bye bye na chao.